nikiwa kama katibu wa jimbo na niliyekuwa mgombea ubunge jimbo la Kilosa 2020, na nilipewa kazi na katibu mkuu kufanya kazi ya ubunge kwenye jimbo la Kilosa. Sasa leo nimekuja na manyaraka haya hapa yanayohusiana na migogoro yenu ya ardhi kwenye maeneo yote ya jimbo la Kilosa. Kwa kuwa muda hautakuwa rafiki, ninaomba nichukue fursa hii rasmi nianze kueleza matatizo yaliyopo kwenye jimbo la Kilosa. Mheshimiwa mgeni rasmi, hapa Ludewa kuna mgogoro wa ardhi mkubwa sana, na wananchi hawa wamekuwa mateka, hawalimi kwa raha. Leo wakipanda mpunga tangu siku ya kwanza mpaka ya mwisho anahamia mpunga wake. Na kwa taarifa yako Mheshimiwa Boniai, hapa Ludewa katika shule za msingi na sekondari hatuna matundu ya choo. Sasa nianze na migogoro ya ardhi kwa haraka kwa sababu muda hautoshi, na nitaanza na mgogoro wa ardhi kwenye kata ya Mvumi. Kata ya Mvumi kuna shamba linaitwa la Aridina, alimaarufu shamba la Noble Agriculture Enterprises Company Limited. Mheshimiwa mgeni rasmi, hii shamba hili lina hekari 2,600. Hekari hizo 1,700 alikuwa anazitumia mwekezaji uchwara anaitwa Jitu Patel, na hekari 900 zilikuwa zinatumiwa na wananchi wa kata ya Mvumi. Kwa masikitiko makubwa sana, hawa watu walipewa ardhi kwa mujibu wa sheria na walimilikishwa ardhi kwa hati za kimila pale Mvumi. Mheshimiwa mgeni rasmi, mgogoro huu ulianza mwaka 2014 na wananchi wa Mvumi walianza kuandika barua. Na hapa polisi, naomba mnisikilize vizuri na mrekodi vizuri, na mkamwambia mkuu wa wilaya ameshindwa kutekeleza wajibu wake. Kwa mimi ninavyofahamu, mkuu wa wilaya ni comforter in chief, ndiye mfariji mkuu. Ndiyo nani? Mfariji mkuu kwa niaba ya rais hapa. Sasa wananchi hao waliandika barua, iko hapa, iliandikwa barua hii hapa. Nimesema nitakayosema hapa nina ushahidi hapa na mbinguni. Barua hii iliandikwa tarehe 23 mwezi wa 10 2022, inayosema ombi la kurejeshewa na ukabidhi wa shamba letu ekari 900 alizopewa Noble Agriculture. Wamesema mengi humu kwenye barua yao, mengi. Na baadaye wananchi hawa kwa kutokujua utaratibu wa sheria za ardhi wakawa wanahangaika barua, mara kwa mwenyekiti wa CCM, mara si wanaandika kwa TAMISEMI, mara si wanaandika wapi, kwa sababu hawafahamu utaratibu. Na utaratibu alipaswa aje waambie huyo anayejiita mbunge wenu, si anaitwa Profesa Palamagamba Kabugi, si ndio? Sasa walipoandika hiyo barua, maskini ya Mungu, ninayo manyakara hapa ya kutosha, walijibiwa Novemba 16, 2022. Naomba tu niseme majibu yao. Ofisi ya Rais TAMISEMI imepokea barua ya malalamiko kutoka kwa wananchi wa Mvumi wilayani Kilosa iliyopokelewa tarehe 2 Novemba 2022 kuhusu somo tajwa hapo juu. Somo gani?
malalamiko kuhusu eneo la ekari 900 ya wananchi na mwekezaji Noble Agriculture. Katika barua hiyo wananchi wanalalamikia mwekezaji kwa kuongeza eneo kutoka ekari 900 mpaka ekari 2600. Wananchi wanalalamika, mkuu wa wilaya yupo, katibu tarafa yupo, na niwaambie tu serikali inaanzia katika level ya rais, baraza la mawaziri. Katika mkoa unamkuta mkuu wa mkoa na sekretarieti ya mkoa, katika wilaya unamkuta mkuu wa wilaya, dasi, na mtu wa mwisho ni katibu tarafa. Hiyo ndio serikali. Hawa watu wote wapo, barua imeandikwa, hawakujibu, hawakufanya hatua yoyote, na barua inaagiza, naomba ushughulikie mgogoro huu kwa kuzingatia sheria na taratibu zilizowekwa. Hakuna kilichofanyika. Barua nyingine kaandikwa Novemba hiyo hiyo, malalamiko ni yale yale. Naomba nitoe maelezo ya mwisho kwenye barua hii. Anasema hivi: hivyo katibu tawala wa mkoa ameelekeza kushughulikia mgogoro huu kushirikiana na ofisi ya mkuu wa wilaya Kilosa na ofisi ya mkurugenzi mtendaji wa halmashauri. Hawajashughulikia mpaka leo. Barua ya mwisho sasa hii hapa. Alikwenda pale waziri mwenye dhamana, wakati huo ni mtoto wa Kikwete. Mtoto wa Kikwete alikiwa waziri wa ardhi. Wananchi, sikiliza, nimesema na mambo mengi nimeyafumbata, na mnisikilize kwa makini sana. Kipindi chote hicho, kumbukeni haya mashamba haya ambayo wananchi wanalima ni miongoni mwa mashamba 49 ambayo Rais marehemu Magufuli aliyafuta. Sasa hili ni miongoni mwa mashamba yaliyofutwa, ni Noble Agriculture miongoni mwao. Wakaenda waziri mwenye dhamana, na gazeti linalo hapa la serikali, akasema mashamba haya yamefutwa. Kwa hiyo zile ekari 1700 na zile 900 za wananchi, jumla 2500 wagawiwe wananchi, wagawiwe wananchi. Na ushahidi nao hapa wa gazeti hilo na nyaraka ninazo. Lakini mgeni rasmi, mpaka leo barua ya mwisho hii hapa inasema hivi: kufuatilia ombi la kurejeshewa shamba letu ekari 900 zilizoporwa na Noble Agriculture, la ofisi ya Rais TAMISEMI imepokea barua kutoka wananchi wa kijiji cha Mvumi, wilaya ya Kilosa, mkoa wa Morogoro, tarehe 31 mwezi wa 8 2023, ambayo imeeleza kuwa wananchi hao warejeshewe mashamba yao yaliyoendelezwa, ikiwemo shamba la Noble Agriculture. Yaani waziri kaenda katoa maelekezo, lakini mkuu wa wilaya na timu yake ya wakurugenzi ameshindwa kwenda kutatua. Sasa Kamanda Lema, Kamanda Boni, mkifika hapa tupeni mwarobaini mambo haya. Tumechoka. Mambo haya yanaumiza. Mambo haya yanatesa. Kwa macho yangu nimeona watu wanapigwa mapanga. Kwa macho yangu nimeona watu wanavunjwa mikono. Ndio maana tunahitaji katiba mpya. Tunahitaji Free Tundu Lissu aongeze nguvu, tuwapelekee moto. Wakati nafuatia migogoro ya ardhi hii, sikuishia hapa tu. Nimekwenda mpaka ofisi ya katibu mkuu, wakanipa wakili aliyekuwatetea wananchi hawa. Miongoni mwa wananchi hao ni shamba la Mambegwa. Wakili alikuja na akawatetea kwa gharama zetu sisi chama. Haitoshi, nimekwenda mpaka tume za haki za binadamu na utawala bora na dispatch ninayo hapa nikieleza mambo anuai.
kuhusiana na jimbo hili. Sisi wananchi wa Kilosa tumegeuzwa misukule, tunaitwa mahenze henze. Henze henze ni mtu ambaye ni empty set, hana kitu kichwani. Henze henze. Kuna shamba la mwisho na alisema tuko takwimu zake, shamba la Mauzi Estates, hekari 20,700. Shamba linamilikiwa na Diamond. Huyu ni Mgiriki, Mheshimiwa Jacob. Mpaka leo wilaya hii kuna Wagiriki bado wanamiliki ardhi.